Mambo vipi mwana Hasbidion? I hope you are good, uko fresh na maisha mengine pia yanaendelea. Leo nimekuja hapa kwa sababu ya story moja kubwa zaidi ambayo imetrend kwenye mitandao ya kijamii na imekuwa ni moja kati ya story ambazo kwa kweli kabisa siwezi kuzipuuzia kwa sababu zimeugusa mtima wangu. Bwana, ukiachana na kitendo cha Diamond Platnumz kutukanwa na watu kwa kutulazimisha tufanye kazi na hali ya kwamba tunafanya kazi kila siku na hatuokoti ama hatuna mshiko, mimi nimeguswa na tukio ambalo amelifanya siku ya leo la kuweza kusherehekea siku yake ya kuzaliwa, na baadaye kwenye process za kusherehekea siku ya kuzaliwa akawa ametoa ahadi ambayo alisema kwamba ataitoa kwa ajili ya kumsaidia bakteria. Nadhani wale ambao mlifanikiwa kuweza mwana Hasbidion kupita kwenye mitandao ya kijamii mlifanikiwa kuweza kuona kile ambacho alikuwa amekiandika tayari S2 Keys, ambaye S2 Keys ni kama producer wa Diamond, lakini sio producer wa Diamond. Wengi wanahisi ni producer wa Diamond kwa sababu amekuwa akifanya kazi na Diamond nyingi zaidi, na asilimia kubwa ya ngoma zake ambazo zinafanya vizuri na ambazo zinamfanya vimbe mjini ni zile ambazo alizitengeneza akiwa na Diamond Platnumz. Lakini pia zipo zingine ambazo tayari ameshazitengeneza, na of course much respect kwake, amekuwa ni miongoni mwa maproducer ambao wana hit mwaka hadi mwaka. Yani hapo kiukweli S2 Keys kwenye hilo ni moja kati ya maproducer wakubwa sana. Sasa S2 Keys juzi aliweza kushare na sisi video ambayo ilikuwa inamuelezea ama inaelezea kwamba anaenda kutoa msaada ama kumshika producer mwenzake ambaye anafahamika kwa jina la Bakteria. Akasema kwamba producer huyu sasa hivi yupo kitandani kwa muda mrefu, na kama haitoshi pia mwana Hasbidion hajiwezi, alipatwa na stroke. Na wataalamu ambao mnaitazama hii video ambao mnaelewa magonjwa na mtakizungumza neno stroke mnaelewa zaidi, basi nadhani mnaweza mkawa mnatambua ni kwa namna gani ugonjwa aliyoupata ni ugonjwa ambao sio rafiki kabisa. Imekuwa ni moja kati ya story ngumu na story ambayo mwana Hasbidion imewagusa watu wengi sana. Sasa today as we speak, Zombie alikuwa na Diamond Platnumz nyumbani kwa Diamond Platnumz, ambapo Diamond Platnumz alikuwa anaendelea na mitikasi zake zingine. Sasa wakati wanaendelea na yale ambayo walikuwa wakiyafanya pale, ukafika muda ambao ilibidi waweze kusherehekea mfanano wa siku ya kuzaliwa Diamond Platnumz. Na kwa wale ambao hawafahamu tu, labda niweze kuwapitisha huko na penyewe muweze kupafahamu. Diamond Platnumz ni mwanamuziki ambaye mtandao wa Google kupitia Wikipedia, kama sijakosea namna kulitamka ni Wikipedia kama sijakosea, inasema kwamba alizaliwa mnamo tarehe 2 ya mwezi wa 10 mwaka 1989. Nadhani iko hivyo, hatujakosea. 1989 na ilikuwa ni tarehe 2 ya mwezi wa 10. Sasa leo wakati hii video unaitengeneza kwa ajili yako mwana Hasbidion, pia ni tarehe 2 ya mwezi wa 10, lakini ni mwaka 2025. Sasa ukichukua mwaka 2025 ukatoa na mwaka 1989 utaona kwamba ametimiza miaka 36. Kwa Diamond Platnumz ana miaka 36. Afuema sepetu. Tuachane na hiyo, tuende kwenye story ambayo of course imenileta hapa. Sasa kitendo alichokifanya Diamond Platnumz cha kuweza kuchangia pesa ambayo ilikuwa inaenda kwa ajili ya kusaidia matibabu ili Bakteria producer aweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida, limekuwa ni jambo ambalo kiukweli kabisa limegusa watu wengi. Na kwa wale ambao labda hamkupata nafasi kabisa kuweza kupita hata kwenye hiyo account ya Diamond Platnumz, mkaona kile ambacho alikuwa amekiposti kupitia account ambayo anaimiliki Diamond Platnumz. Sio kwenye account halisi kabisa Diamond, sababu Diamond Platnumz account yake haijaposti hicho kitu. Lakini ukiingia kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram kupitia recording label ambayo anaimiliki yeye, na of course inamtambua pia,
kama ndo mmiliki wa hiyo recording label, kwa sababu ukienda kusoma pale ni WCB_Wasafi, halafu kwenye bio yake wanaeleza kwamba owned, yani inamilikiwa na Diamond Platnumz, then wamemtagi pale. Kwa hiyo ni sawa na kusema kwamba ameposti yeye, kwa sababu vijana ambao wanaposti pale ni vijana wake pia, yani ana pay cash kwao. Kwa hiyo ni sawa na kusema tu ni ya kwake. Sasa kupitia akaunti hiyo wameweza kushare na sisi Mwana Hasbillion video ambayo inamuonesha jinsi ambavyo Diamond Platnumz alikuwa anasherehekea hiyo kumbukizi ya mfanano wa tarehe na siku ya kuzaliwa, akiwa ni yeye pamoja na crew nyingine ambayo ilikuwa pale. Utamwona Divoice kupitia hiyo video, lakini pia kama haitoshi utakutana na watu wengine akiwemo, kiachana na Divoice alikuwemo pia Esto Keys, utakutana naye pale. Na watu wengine ambao kwa majina halisi naweza nikawa siwatambui sana, lakini wote walikuwa kwenye ile engo moja na alikuwa anafanya kitu ambacho kinafanana pia. Sasa mimi baada ya kuweza kukutana na hiyo video nimeisikiliza mwanzo hadi mwisho, na kama urefu wa dakika 2 hivi, lakini kitu kikubwa zaidi ambacho Mwana Hasbillion utakiona kwenye hiyo video na ambacho ni unique kabisa ni pale ambapo Diamond Platnumz wakati ameshika keki, zawadi kama ya tuzo, sijui ni keki, tuzo au keki. Nadhani tutakuwa na wewe umeipata, na kupitia hii video pia nimeweza kuiweka na wewe unaweza kawa pia unaiangalia. Wakati ameshikilia ile kuna wazo liliibuka la kumtaja bakteria. Then Diamond akasema kwamba kwa sababu ulitangaza jambo lako hilo, basi na mimi niliahidi, kwa sababu pia na mimi niliahidi kufanya lolote lile, basi wacha nifanye. So alichoamua kufanya Diamond Platnumz ni kutoka pale na kwenda kwenye bag na kuchukua kitita cha pesa ambazo zinasoma kwa lugha ya kigeni. Nazungumzia pesa Kimarekani ama dola. So Diamond Platnumz akawa ameenda kwenye ule mfuko akachukua ile pesa, na baada ya kuweza kuichukua then wakaanza kuhesabu kwa ajili ya kumkabidhi. Alimkabidhi, nadhani walihesabu, sijui alimkabidhi. Lakini alimkabidhi mwisho wa siku Mwana Hasbillion ni alimkabidhi, au mnasemaje? Alimkabidhi. Sasa bwana, hii story imekuwa ni story moja ngumu sana, kwa sababu kiasi ambacho Diamond amekitoa kwa ajili ya producer Bacteria ni kiasi ambacho ni utajiri wa baadhi ya Watanzania, nikiwemo na mimi sijafikia hata nusu. Yaani sidhani kama hata nusu nimefikia. Hakuna. Robo pia bado. Nyatali. So alichokifanya akahesabu zile pesa zilikuwa ni zenye thamani ya zaidi ya dola 15,000 za Kimarekani. 15,000. Kwa ambao ni wataalamu, tunaweza tukapiga wote mahesabu tukapiga wote mahesabu. Simu yetu hii, au sio? Kia Mungu. Sasa chukua, tuende kwenye calculator yetu kama kawaida Mwana Hasbillion, tukaweza kuanza kupiga mahesabu hapa. Utagundua kitu ambacho ni cha tofauti sana. 15,000, wale ambao mnaifahamu sana mitandao, mnaweza mkaangalia pia ile rate ya kuchange pesa ni shilingi ngapi sasa hivi. Lakini mimi nikichukua 15,000 ambayo iko kwenye simu yangu hii, alafu nikazidisha na 2,500, ninapata pesa kitanzania ambayo ni sawa na milioni 37,500,000. Milioni 37,500,000. Hapa ziko 05 na 375. So ni tarakimu 8. Milioni 37,500,000. Hii ni pesa ambayo kiukweli kabisa amechukua mfukoni, anaenda kumsaidia mtu. Na inahitaji moyo inahitaji moyo sana. Yaani ni watu wachache sana ambao wanaweza kawa na huo moyo ambao jamaa ameufanya. Nadhani hata baadhi ya Wana Hasbillion ni ngumu milioni 37. So mimi baada ya kuweza kuona hii video nikasema acha niweze kushare pia na Mwana Hasbillion ambaye amekuwa ni sehemu ya wale watu ambao wananipa company all the way kutokea Dar es Salaam since day one. Ninakubali sana uwepo wenu ndugu zangu. Sasa hivi tunafanya live session bila mic. Hii ni kisimu chetu tu.
mpaka kieleweke. Yani lazima habari ziwafikie wana Hasbillion, kwa sababu tulishaamua kuhakikisha kwamba inakuwa ni sehemu ya kazi zetu. Mimi nitaendelea kwa update zaidi baadaye nitakapokuwa nimeipata story nyingine, na nawashukuru sana kuendelea kwa sehemu ya Hasbillion. Asanteni sana kuendelea kunipa company na support yenu. Masaa 24 nimekuwa pamoja na mimi, and this is More Than Love, and I love you so much. Kiukweli, much love. Tukutane kwenye story nyingine. Hakikisha umesubscribe kwenye account yetu ili usipitwe na habari itakayofuata baadaye. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.